Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro, SACP Alex Mkama, amewataka polisi wanawake mkoani humo kuongeza nidhamu na uadilifu katika majukumu yao na kuepukana na vitendo vitakavyo lichafua jeshi hilo ikiwemo rushwa. Kamanda Mkama ameyasema hayo katika hafla fupi ya mtandao wa polisi wanawake mkoani Morogoro iliyofanyika katika ukumbi wa Gloness Hoteli ndani ya manispaa ya Morogoro. Nipende kusisitiza mambo yafuatayo wakati tunaadhimisha hii TPF Day. Kwanza, nyie kama askari polisi mkumbuke, ikiwa kama wanawake mnatakiwa muwe mfano mzuri wa kuigwa kuanzia majumbani kwenu, kwenye jamii mnazoishi nazo, mkiwa kazini. Hapa nasisitiza kwamba mwanamke ni mjenzi, hivyo ni vyema kujituma kwa bidii kila mmoja wenu sehemu alipo. Ila halina ubishi kama mwanamke ni mwalimu, mwanamke ni mzazi na ni kila kitu. Wewe lazima muendelee kutunza heshima yenu. Aidha, niendelee kusisitiza kwamba nyie kama askari wa kike, pamoja na kupata mshahara, ni vyema mkabuni njia sahihi au halali za kujiongezea kipato ili kujiepusha kuingia kwenye tabia zisizofaa kwa kuona kama mshahara hautoshi, na zaidi kujiepusha na madeni yasiyo ya lazima. Na hapa niwakumbushe kuwa ni vyema kila mmoja wenu ajitahidi kuishi ndani ya maisha au uwezo aliojaliwa na Mwenyezi Mungu, kuamua kubali kuridhika na ulichonacho kwa wakati huo. Lakini pia mara nyingi imekuwa ikionekana askari wengi wa kike nidhamu zao zimekuwa sio nzuri au haziridhishi, kama vile ulevi, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, ukatili kwa watoto au wanaume, watu wanaoishi nao majumbani kwao, kuchagua kazi, maringali, kutopendana wenyewe kwa wenyewe, kuvaa uniforms ambazo haziko kimaadili sana, kusuka misuko sio kubalika kwa mujibu wa taratibu, kutokuheshimiana wenyewe kwa wenyewe, kutoa huruma mbovu. Hivyo ni vyema kutumia mtandao wenu vizuri ili kukumbushana mambo ya msingi, ikiwa ni pamoja na kufuata taratibu za jeshi kwa mujibu wa sheria, kuwa na maadili mema, kutunza familia zetu, kufanya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na kuwalea watoto wetu katika misingi inayofaa. Mama, tunapopata wasaa tukiwa huko kazini, tupende kushiriki kwenye nyumba za ibada na watoto wetu wapate angalau sala na maadili, ili baadaye tusaidie kujenga kizazi kinachokataa maovu, ili kuikinga jamii na uhalifu, ikiwa ni pamoja na taifa kwa ujumla. Kwamba niendelee zaidi kuwakumbusha kuhusu haki za binadamu, na waagiza kuwa nyie kama askari wa kike ni vizuri kuheshimu utu wa kila mtu wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu, kutotumia mamlaka yetu vibaya, usikubali vitendo vya rushwa, mateso au vitisho kwa wananchi, kutoa msaada kwa waathirika wa ukatili, kuwajibika bila upendeleo na kutoa mfano bora kwa wengine na kwa wanawake wengine ambao wako nje ya hizi taasisi za haki jinai. Aidha, kwa kumalizia, nitumie fursa hii adimu kuwakumbusha kuwa wote kwa pamoja tunajua kwamba mwaka huu 2025 nchini jukumu kubwa linalotukabili ni uchaguzi mkuu, na nyie kama askari wa kike wa Jeshi la Polisi Tanzania ni mojawapo ya kazi itakayotumika, ikifahamika kwamba sote kwa pamoja jukumu letu ni kutunza amani sambamba na kulinda raia na mali zao. Hivyo ni vyema kutumia jukwaa hili leo kukumbushana mambo muhimu ya kuzingatia kabla, wakati na baada ya uchaguzi kwa umuhimu wake. Pekee kabisa nipende kuwatambua na kuwashukuru wadau mbalimbali ambao wameshiriki pamoja kwenye hii siku ya kukutanika pamoja na askari wa kike wa mkoa wa Morogoro. Kwa umuhimu wake, napenda kuwashukuru maafisa wa polisi wanaume ambao walijumuika nasi toka manispaa ya Morogoro hapa, askari wa kike na majeshi mengine waliopata wasaa wa kuwa pamoja na sisi. Dhima ya mtandao ni kujengea uwezo wa kudumisha mshikamano miongoni mwa polisi wanawake, askari wengine na jamii kwa ujumla, ili kuhudumia wananchi kwa huduma bora ambao unakuwa umekusudiwa na Jeshi la Polisi. Madhumuni ya mtandao wetu, kwanza ni kukuza usawa wa kijinsia na kuwezesha wanawake katika jeshi, lakini pia kuendeleza mahusiano imara kati ya wanawake na katika Jeshi la Polisi, lakini pia kuhamasisha na kuwashawishi wanawake kutumia fursa mbalimbali zinazopatikana ndani na nje ya Jeshi la Polisi, lakini pia kuhakikisha uwakilishi wa kijinsia katika maeneo
mbalimbali ya kitaalamu yanayomilikiwa na wanaume katika jeshi la polisi pale inapowezekana. Lakini lingine ni kuhakikisha kuwa wanawake wenye ufanisi wanawekwa katika ngazi mbalimbali za uongozi ili kuleta mabadiliko chanya katika jeshi la polisi. Mafanikio tangu kuanzishwa kwake: tumeandaa mipango kazi mbalimbali katika kuhudhuria shughuli mbalimbali za kitaifa na kimataifa, lakini pia tumeweza kuanzisha madawati ya jinsia na watoto, kwa maana ya kwamba kwa mfano Morogoro kila kituo, kila wilaya ina dawati la jinsia na watoto. Lakini tumeanzisha stop center mbalimbali, kwa maana kwa mfano hapa Morogoro tuna stop center pale Sabasaba na kule Jordan. Lakini pia tumefanya mabadiliko katika ile PS3. Ilikuwa na magepu mengi ambao wakati mwingine tulikuwa tunashindwa kufanikiwa kwenye kesi. Kwa hiyo tumeenda kuboresha ile PS3 kuziba ile mianya yote, ili kesi inapokwenda mahakamani basi tuna success, tunapata conviction. Lakini pia tumeweza kuwajengea uwezo askari mbalimbali wa kike. Lakini tumeweza kutoa elimu kwa jamii kwa njia mbalimbali. Tunatoa elimu kwa njia mbalimbali, kwa maana ya elimu mashuleni, kwenye maredio, kwenye makundi mbalimbali, tunapokwenda kwenye mikutano mbalimbali, tunatoa elimu za ukatili wa kijinsia ambayo inajificha maana ya ukatili, aina za ukatili, nini kifanyike mtu anapofanyiwa ukatili, lakini pia kuwasisitiza kutoa taarifa kwa wakati za ukatili wa kijinsia. Kwa majina ni mkaguzi msaidizi wa polisi Flora Shayo. Mimi ni mkaguzi wa kata ya Ruembe, wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Tuko hapa ukumbi wa Grones mkoa wa Morogoro 8 kusherekea kitchen gala ya polisi wanawake wote mkoa wa Morogoro. Sherehe hii inaitwa TPFnet Gala mkoa wa Morogoro. Maana yake ni Tanzania Police Female Network, mtandao wa polisi wanawake. Sherehe hii tunaifanya leo chini ya mwenyekiti wetu na mlezi wetu ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro. Lengo la kufanya sherehe hii ni kukutanisha umoja wa polisi wanawake wote mkoa wa Morogoro, na sio Morogoro tu tumefanya, imefanyika karibia Tanzania nzima na wanaendelea kufanya askari wa kike Morogoro. Lakini lengo ni kuonyesha upendo, kupeana changamoto, kujua changamoto zinazotukabili, lakini kupeana fursa na milango mbalimbali na jinsi ya utendaji kazi, kuwekana sawa kwenye nidhamu, kwenye weledi, kama kauli mbiu yetu inavyosema ya nidhamu, haki, weledi na uadilifu ndio msingi wa mafanikio yetu. Askari wa jeshi la polisi wa kike tuko katika kufanya sherehe hii, lakini pia tukitambua thamani yetu sisi kama askari wa kike wenye jinsia ya ke, umuhimu wetu kwa jeshi la polisi ni nini, lakini pia anachofanya askari wa kiume na mimi askari wa kike naweza kukifanya. Lengo kubwa ni kuonyesha umahiri na umuhimu wetu kwa jamii pia. Hatupo peke yetu, tuna wadau mbalimbali tumewaalika, lakini lengo ni kuonyesha kwamba askari wa jeshi la polisi wa kike ni mtu muhimu kwenye jamii na anaweza kufanya jambo kubwa kuliko ambavyo dhana ya zamani naamini kwamba askari wa kiume akifanya hivi mwanamke askari wa kike hawezi kufanya. Tunaweza, tunapeana fursa mbalimbali, tunapeana connection, tunauliza wadau wengine vitu vya kufanya, tunafurahi kwa pamoja. Ndio maana wanaona tumefika mahali hapa kwa ajili ya kusherehekea siku yetu hii ya wanawake wa polisi. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi Zuena Mwita. Mimi ni katibu wa TPFnet mkoa wa Morogoro. Leo tuko hapa Grones Hotel kusherehekea TPFnet Gala. Tuko hapa kwa ajili ya kumwezesha mwanamke kwenye mambo mbalimbali. Kwenye gala hii zimetoka elimu mbalimbali, lakini mimi napenda tu niseme kwamba askari wa kike ni kielelezo chema kwenye jamii. Kwa hiyo leo kupitia sherehe hii na mafunzo tuliyopata, basi tunaomba sana askari wakaendelee kuwa kioo kwenye jamii, kwa sababu tunamuelezea mwanamke ama askari wa kike kama kielelezo, kwa sababu askari wa kike ni mama, askari wa kike ni mke, askari wa kike ni mwanamke ambaye tunaamini kwamba yale majukumu ya kike sisi sote tunayatekeleza. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa askari wenzangu
tukaliwakilishe vizuri jeshi, tuizungumzie vizuri taasisi yetu, kwa sababu kila utakachokifanya kinaiwakilisha taasisi yetu. Hakuna wakati ambapo askari wa kike atalivua jina la jeshi la polisi na atabaki peke yake. Unapokuwa askari, muda wote wewe ni askari. Kwa hiyo wewe uko nyumbani, kwa maana ya kwamba umeshatoka kazini, uko nyumbani, bado utabaki kuwa ni askari polisi. Unatakiwa kutenda kama mwana polisi ambaye unaliwakilisha jeshi kila sehemu unayokuwa. Lakini pia sisi kama wanawake leo tuko hapa, tumekusanyika, ni wengi sana. Tuko hapa tunamwangalia mama yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama kioo, ambaye yeye ndio anatufanya sisi tuwe na nguvu ya kujieleza. Tuko hapa kama askari wa kike, lakini tunafanya kazi ambazo ni za ulinzi na usalama. Kwa hiyo tunamuona yeye kwa kuwa ni ndo jemedari wetu na ndio mkuu wa majeshi yote ya ulinzi na usalama. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kulitunza taifa hili, lakini pia kwa ajili ya kuifanya hii Morogoro na nchi kwa ujumla kuwa salama. Kwa hiyo tuseme tu kwamba tunaungana naye na tuko naye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama. Miaka 80 ya ujenzi wa jamii yenye afya bora. Ni maadhimisho ya miaka 80 ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, huduma bora ni kipaumbele chetu.